Wababa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na somo letu la leo, the scripture of today. Ambia mwenzako mwisho bado. Tell your neighbor no end. Mwambie tu mwisho bado. Tell your neighbor there is no end yet. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Kule Uingereza, in British, kuna timu inaitwa ya mpira, ni timu ya mpira inaitwa Liverpool. There's a Liverpool team. Hiyo timu inaitwa Liverpool. Liverpool team. Pastor Machangani. Hiyo timu inaitwa Liverpool. Liverpool. Liverpool, mafans wake wale mashabiki. The fans of Liverpool, waga wanasema you will never walk alone. They say you never walk alone. Yani hata Liverpool ikiwa imechapwa mabao mangapi, it doesn't matter, they never win. Hata kama wanachapwa mabao mangapi, even if they lose, bado wanasema you will never walk alone. They say you never walk alone. Bwana Yesu apewe sifa sana. Praise the Lord. Na wale watu players wa Liverpool wakiona hivyo, when the players are close with that situation, wanachangamka tena. They always encouraged. Nakumbuka, I remember, ni miaka ya zamani sana. Many years ago. Kuna wengine labda walikuwa bado watoto wadogo sana. Some people here were younger. 2005 sana. I'm always watching soccer. Liverpool ilicheza final. They played and no yet. Usikate tamaa, mwisho bado. Don't lose your hope. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna siku ingine, there's another day, kuna padri alienda kuwatch ball. There's this father was watching soccer. Akakuta kijana anashabikia sana. And wengi nyingi. He just met this boy was watching the game. Ule kijana anashabikia sana. And the boy was really happy. Padri akamuuliza ngapi. And the guy, how many goals? Ule kijana akamwambia kipigo cha mbwa. And the young man say is horrible. Tunapigwa vibaya. It's horrible. Padri akamuuliza nauliza ngapi. And the father asked how many. Tunapigwa 3-2. And we lose the 3-2. Padri akamuuliza. And the father said, sasa mbona unashabikia sana? And the father asked why you happy. Ule kijana akamwambia. And the young man said, mwisho bado. They said the end no yet. Mwisho bado. The end no yet. Na kweli, truly, timu yake, the team, game ilipoisha, when the game was 3. Kama kofi ya shangwe. The end not yet. Somo letu la leo, our topic today, linatoka katika kitabu cha Luka. Luka 23 39 mpaka 42. 39 39 up to 42. Ninasoma. Na mmoja wa wale uhalifu 39 mpaka 43. Luka 23. Na mmoja wa wale uhalifu waliotundikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akasema, wewe umwogopi hata Mungu? Nao ukatika hukumu hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyoyastahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu,
unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amini na kuambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ambia mwenzako, mwisho bado. Tell your neighbor the end not yet. Mwisho bado. There is no end yet. Kama Mungu hajasema mwisho, usiseme mwisho. If God there is Pagi wetu. Our referee. Najua kila mtu amaye kuwatch ball hapa. Amen. Wangapi hawajai kuwatch mpira? I think everyone have watched. Kwenye mpira kuna yule mtu anaitwa referee. When the players playing, there is a referee. Amen. Kama referee hajapiga filimbi mara 3, yani mwisho bado. If the referee never stop with the whistle, the game keep going. Na Mungu ndo referee wetu. Our God is referee. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Ukiangalia hii story, when you look up on this story, hawa jamaa, these people, walikuwa kwenye mateso makubwa sana. They were in struggling. Mateso ya msalabani. They were on cross struggling. Amen. Huyu yule mwizi ambaye alikuwa mkono wa kushoto, in the left hand, anaitwa Gestas. The name Gestas. Na ule wa mkono wa kulia, the other one in the right hand, anaitwa Dismas. His name Dismas. Lakini kwa bahati mbaya, on bad luck, majina hao haikuandikwa kwenye Biblia hii. The names never mentioned in the Bible. Nilipata nikiwa ninafanya research. I just discovered this when I was doing my research. Yule mkono wa kulia, the fifth in the right hand, anaitwa Dismas. His name. Amen. Na ule wa upande wa kushoto anaitwa Gestas. The left-handed watu walikuwa wezi. These people were truly thief. Na sio tu walikuwa tu ni wezi wa kawaida. They were too horrible. Plani yao, their plan, ilikuwa ni kupindua ufalme wa Kirumi. It was to kupindua in English. To take over the empire of Romans. So walikuwa wanaiba, they robbed, wakipora, they robbed, ili waendelee na mapinduzi yao, to take over the empire of Romans. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Sasa wakashikwa. So they've been caught. Wakashikwa pamoja na Yesu. They were caught by Jesus. Wakapelekwa msalabani. On cross. Mara nyingi katika Biblia, mkono upande wa kushoto unaonekana sio upande mzuri sana. When we read the Bible, hand means no good position. Ijapo kwa mimi mwenyewe ambaye ninasimama hapa, mimi ni mtu wa upande wa kushoto. Myself, I'm left-handed. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini vyote Mungu ndo aliviumba. God created this. Ndio maana utaona hata Biblia inasema Mungu atabagua mbuzi mkono wa kushoto, na kondoo upande wa kulia. God said he will select people, would select animals, goat in the left hand and lambs in the right hand. Amen. Kwa hiyo katika Biblia mkono wa kushoto, sijui umepata shida wapi, unakuanga na matatizo kila fasi. Ukisoma Biblia kushoto kuna matatizo. In the Bible, when we read the Bible, a left hand has got a problem. Lakini ni Mungu ndo ametupea tutumie mkono wa kushoto. Wangapi wanatumia mkono wa kushoto? Pandisha. How many people here use the left hand? Pandisha tu. Usiogope. Obama anatumia mkono wa kushoto. Obama is left-handed. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anatumia mkono wa kushoto. Kenyatta use left hand. Na mimi natumia mkono wa kushoto. Me too, I'm left-handed. Amena.
Kwa hiyo sio bahati mbaya, usiogope, mwisho bado. Don't be afraid. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wote kwanza walianza na kumtukana Yesu. They started insult him. Amena. Ukisoma hii kitabu cha Mathayo, hatutasoma, utaenda kwa When we read Matthew Mathayo 27 44. 44 Ukisoma Marko and Mark 15 15 32, 32. wote walianza na kumtukana Yesu. Why they start insult him. Lakini huyu jamaa Dismas, And Dismas wanamwita mtakatifu Dismas, is a holy Dismas. Amena. Amen. Sababu alichukua fursa hii, because he took this opportunity. Akakumbuka mwisho bado. He just discovered there is no end. There was no end. End not yet. Yes, kama anavyosema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Praise the Lord. So our watu, these two people, walianza na kumtukana Yesu wote. They started insult him. Wakamtukana Yesu. Insult Jesus. Lakini huyu jamaa, but the Dismas akakumbuka. Is Dismas Dismas? Dismas akakumbuka Yesu ni nani. Dismas remembered it. Akakumbuka Yesu ni nani. He just remembered who Jesus. Akaanza ku rebuke yule jamaa. He rebuked the other faith. Siwa uogopi hata Mungu. You don't be afraid with God. Sisi tunastahili hukumu. We start the trial. Akasema, he said, Yesu nikumbuke. He asked Jesus, remember me. Yesu nikumbuke. Remember me. Aki sababu Yesu, because Jesus ni Mungu wa nyongeza. Sorry. Anaongeza vitu. He can bless. Kwa lugha ya Kenya wanasema nyudu. Kama hivi anavyosema. Amena. Dismas halijua Yesu Kristo hatarudi tena katika ufalme wake. He said he knew Jesus will come back in his akasema unikumbuke utakaporudi katika ufalme wako. Then he mentioned, remember me whenever you come back in your kingdom. Akisababu Mungu wetu, sababu Mungu wetu, because our God ni Mungu wa surprise. He can surprise. Hakam surprise. He surprised. Surprise. Akamwambia kuanzia leo, from today, tunaenda nawe peponi. Let's go in the air. Mwisho bado. There's no end yet. Ambia mwenzako mwisho bado. There's no end yet. Mwisho bado. There is no end yet. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Lakini kitu kingine, there's another thing ambacho tunajifunza katika hili somo. We studying in this topic. Unapokuwa katika mateso, when you struggling, unapokuwa katika mateso, when you struggling, wakati uko kwenye suffering, when you are passing through struggle or suffering, kuna watu tofauti. There's a different people. Kuna watazamaji tofauti. The people who watching. Amena. Kuna watazamaji wasiojali. There are people who don't care. Amena. Kuna watazamaji wasiojali. There's people who don't care. Wale ambao tunaita careless. Wale watu hawajali. Those people, they don't care. Wakaanza kumwambia Yesu. They start telling Jesus, wewe ni Kristo. You are Christ. Jiokoe. You can save yourself. Gestas akajiunga nao. And the Gestas get along with them. Yule ambaye alikuwa mkono wa kushoto. He was in the left hand. Wewe ni kama wewe ni Kristo. If you are Christ, ujiokoe na utuokoe sisi. Save yourself and save ourselves. Watazamaji wasiojali. People who just watch and without care. Unapokuwa kwenye matatizo, when you are in trouble, hao watu wapo. Those people, they exist. Watazamaji wasiojali.
People who just watch, no care. Uwe na matatizo hawajali, People, they don't care. uhangaike hawajali. You struggle, they don't care. Kuna mtu hapa, There's this person babake alifariki nyumbani, pass away back home, bado ana ile machungu ya kulia baba yake. was in pain. Jamaa mwingine akampigia simu kutoka Afrika And this person got a call from Africa. watazamaji wasiojali. People watching without care. Akamwambia, bwana, Say, hey, Bwana, baba yako amefariki, your dad passed away. lakini kwa naomba unitumie hata 200 nikule. But my friend sent me some money. Watazamaji wasiojali. People who watch without care. Sasa yule jamaa, That person, yule ambaye baba yake alikufa, the one who lost his alikuwa father, nafikiri watamwambia babako amefariki, kwa hiyo pole sana, was expecting maneno ya some, kumfariki. expecting empathy. Jamaa wakamwomba pesa, Then bado analilia baba yake. Then he'd been asked money when he was in sorrow, Akakuja kwangu and he came to Malim Papi, akaniambia, hebu angalia, and he told me, have a look, mimi bado nalia baba yangu, I'm in sorrow, lakini mtu amenipigia simu nimtumie pesa. but there's this person asking me money. Watazamaji wasiojali. People who watch without care, Hawa watu wapo. they exist. Hata ukianzisha kitu chako Even when you start something, utapata watazamaji wasiojali. you're gonna see people who do not Watazamaji care. wasiojali. People who don't care. Hata ukianza mradi wako nyumbani, Even when you start your own business back home, utaona watazamaji wasiojali. you're gonna see people watch without care. Alitaka kujenga hoteli, itamshinda tu. He was going to build Hatoweza. a hotel, but he won't succeed. Watazamaji wasiojali People watch without care. wapo, They exist. lakini pia But also, kuna watazamaji ambao wana uchungu na wewe. there are some people who care about you. Dismas Dismas, alikuwa ni mtazamaji, he was a person who could watch, alikuwa ni mtazamaji aliyekuwa na uchungu na Yesu. and he had care or empathy with Jesus. Akaanza kurebuke yule jamaa, He started to rebuke the guy. wewe uogopi hata Mungu? He said, "You know, afraid with God. Sisi tunastahili hukumu, We deserve the trial or judgment, lakini huyu ni innocent." but this person is innocent." Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Watazamaji waliokuwa na uchungu, People watch without care. lakini pia kuna watazamaji wengine There's other people, wanayojali. they have got care. Yesu Kristo Jesus, ni mtazamaji anayejali. Jesus, he can take care. Makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu tafadhali, makofi kwa Yesu. Ni mtazamaji anayejali. He watch and care. Akamwambia Dismas, He told me, Dismas, leo hii today utakuwa nami peponi. we're gonna be together in air. Makofi kwa Yesu tafadhali, piga makofi kwa Yesu. Mtazamaji anayejali. He can watch and care. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unajua katika dunia hii In this world, watazamaji ni wengi sana. there are a lot of different people. Kuna jamaa There's this guy, bahati mbaya alikuwa anatembea he was walking akadumbukia shimoni. and he fallen in a hole. Akadumbukia shimoni. And he fallen in a hole. Akakuja mtu wa kwanza. The first person came to him. Akakuja mtu wa city council. The person from city council came up there. Akamwambia, wewe umekaa kuanzia siku ngapi? Unabidi ulipie hii. Kwani unaingia katika shimo hii? And the person from city council asking him, "You've been here for long in this place, so you need to pay money." Akakuja mtu wa hesabu. And another person came to him. Mathematics man, Kama anavyosema, akasema, nataka niangalie hivi hii shimo ina urefu wa ngapi na mzungu wake ni ngapi? This science person started making the measures of the hole. Watazamaji wasiojali. People who just watch without care. Akakuja mtu mwingine.
The third person came. Akasema, habari zako bana, mbona uko kwenye shimo? Vipi, unapata maji huko? Inakuaje? Asked, can you find water in this place? Watazamaji wasiojali. People watch without care. Akakuja mtu mwingine wa nne. The fourth person come up there. Akasema, hebu shika mkono nikutoe. Say, hold my hand, I wanna lift you mkono, akamtoa mpaka nje. And left him from the hole. Mtazamaji anayejali. A person who cares. Piga makofi kwa Yesu. Dismas. Mwisho bado. The end no yet. Mwisho bado. The end no yet. Mwisho bado. Yesu alifanya nini? Aliposikia Dismas anaanza kutubu. When he heard Dismas is repenting. Sababu Dismas aligundua Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. He just discovered Jesus is a son of God. Akasema, hii ni fursa. And then he said, hii ni fursa, opportunity. This is the opportunity. Hii sitoiacha. I want going to let this go. Dismas akajijua peke yake. He just knew himself. Mimi ni mtenda dhambi. I'm sinner. I'm just a robber. Mimi ni mwizi. Hakina ambaye niko naye hapa. But the person we are with now, I'm with him. Is a son of God. Ni mwana wa Mungu. Is a son of God. Ni mwana wa Mungu. Na nikimuomba nafasi, if I use this opportunity, nitapenya hapa. I'm gonna go through. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Alianza na kuiba watu. He started robbing people. Mwisho akaiba mbingu. And then he stole the heaven. Bwana Yesu apewe sifa sana. Dismas aliba mbingu. Dismas stole the heaven. Akamwambia Yesu. He told Jesus, tafadhali. Please. Tafadhali unikumbuke. Please remember me. Unikumbuke. Remember me. Sababu Yesu ni Mungu wa rehema. Because Jesus is God. Akamwambia sio tu kukukumbuka wewe. Not only to remember you. Kuanzia leo. From today. Tunaenda nawe peponi. We going to air. Mwisho bado. There is no end. Piga makofi kwa Mungu. Mwambie mwisho bado. Mwisho bado. Mwisho bado. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Kabla firimbi haijaisha, useme mwisho. When the whistle no yet don't say there's an end. Unajua mahali unapoweka full stop, when there is a full stop, Yesu anakuja anapiga vigile, ndio nini kwa koma. Anapiga koma, mkato. Amen. Amen. Pale unaposema hapa mimi nimeshindwa, hapa kabisa ndo mwisho wangu. Yesu anasema hapa unapiga tu ni koma. When you feel this is your full stop, and Jesus put comma. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mwisho bado. There's no end yet. Mwisho bado. End yet. Bwana Yesu apewe sifa sana. Usikubali kukatishwa tamaa. Don't be discouraged. Usikatishwe tamaa. Don't be discouraged. Najua kila mtu hapa, I know everyone here hana matatizo yake. Has got a problem. Kila mtu ana shida zake. Has got a problem. Kila mtu ana back history yake. Has got his own history. Kila mara waga nasema hivi. Every day I say, kama wewe hauna dhambi, yani kuokoka. If you don't have sins, yani kuokoka, you are not saved. You not saved. Sasa unaokokaje na wewe hauna dhambi? How come you can be saved and you not sinner? Unaokoka waliokuwa na dhambi. People who saved they commit sins. Amen. Wanaokoka ni wale waliokuwa na dhambi. People saved, they are people who commit sins. Ndio maana that's why Yesu alijibu wale Mafarisayo akawaambia hivi. That's why Jesus told the Pharisees, nimefuata wenye dhambi. Nimefuata wenye dhambi. I'm coming to save sinners. Sio wale ambao hawana dhambi. Not people who are holy. Akawaambia, he told them, wale ambao wako safi, people who are hawana haja daktari, si ndio? They no need doctors. Kwa
Kwa hiyo mtu asikubabaishe. So don't be, Mtu asikubabaishe. kama navyosema, Mwisho bado. there's no end yet. Dismas Dismas, aliiba mbingu akiwa msalabani. he stole the heaven when he was on a cross. Na sisi tunaweza tukapata mbingu tukiwa bado tuko hapa. And even we today can find the heaven while we're here. Mwisho bado. There's no end yet. Mtu asikubabaishe. Don't get lost. Unapokuwa unapita kwenye matatizo, When you go through struggles, usipoteze machungu yako. don't lose your pain. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Usipoteze machungu yako. Don't lose your control or your pain. Kuna watu There's people, wanapokuwa katika mateso, when they cross with the struggle, wana lose hope. then they lose hope. Ilitokea Gestas. When it happened to Gestas, Gestas alipoona anapigwa misumari pande zote, apumui hata vizuri, when he was in a struggle and can't breathe properly, akaanza kumziaki Yesu. and start insulting Jesus, Akaanza kumwambia Yesu, told Jesus, kama wewe ni mwana wa Mungu, if you are truly a son of God, jiokoe na uokoe nafsi yetu. help yourself and save our lives. Usipoteze machungu yako. Don't lose your pain. Gestas aliona hapa hakuna hope tena. Augustus just discovered there was no hope anymore. Labda alifikiri, He thought maybe akaanza kutukana Yesu, by starting insulting Jesus, wale watu watamwambia msalabani sababu unamtukana huyu. those people who were judging them gonna tell them, release him. Lakini ujue shetani Remember, Satan hana cha huruma. has got huruma in English. Mercy. Mercy. Shetani hana huruma. Satan doesn't have mercy. Kwanza ukipoteza uchungu wako, When you lose your pain, ndio shetani anaendelea kukushindilia. and Satan take over. Lakini Dismas hakupoteza uchungu wake. Never lose his faith. Akasema uchungu wangu He said, my pain, nitautumia I will use my pain kutoboa mbingu. to go through the heaven. Hambia mwenzako, mwisho bado. Mwisho bado. Dismas akasema, Dismas said, katika uchungu huu through this pain, ninatoboa mbingu. I'm going to go to heaven. Ninaenda kutoboa mbingu. I'm going to go to heaven. Akaanza kutubu. And he started repenting. Sisi tunastahili hukumu. We deserve judgment. Lakini huyu jamaa, but this guy, ni innocent. I said, this guy is innocent. Tafadhali Yesu, Please, tafadhali Yesu, please Jesus, unikumbuke. remember me. Unikumbuke. Remember me. Yesu akamwambia, Jesus said, mimi ni Mungu wa nyudu. I'm God of Top up, top up, top up. top up. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Akamwambia sio tu kukukumbuka wewe, Not only to remember you, peponi leo unaingia. but you're gonna be in the air. Akatoboa mbingu. And he got through. Mwisho bado. There is no end yet. Makofi kwa Yesu. Praise Makofi kwa Yesu. Kipindi hichi cha Pasaka, in this period of Easter, tutoboe mbingu we need to go through the heaven. kama Dismas. Like Dismas hakupoteza machungu yake. Dismas never lost his pain. Hata kama unapitia wakati mgumu, It doesn't matter whatever you cross with. usipoteze machungu yako. Don't lose your pain. Tumia wakati mgumu unaopitia Use this opportunity. kuwa fursa, To use this period. iwe kama opportunity And it could be your opportunity kumfikia Yesu. to reach Jesus. Na Yesu ni Mungu wa rehema, Jesus is hata kuokoa. gonna save you. Mwisho bado. There's no end yet. Piga makofi kwa Yesu, mwambie mwisho bado, mwisho bado. Unajua, You know this. acha nikwambie kitu kimoja. Let me tell you this. Usiache kutenda mema. Don't do good, Don't stop doing good. or as he mentioned,
Usiache kutenda mema. Don't stop to do good things, as he mentioned. Hata kama watu hawaoni wema wako. Even people don't discover the good things you perform. Hata kama watu hawaoni wema wako. Even people, they don't see your goodness. Tenda wema, wanasemagaje? Malizieni hapo. Tenda wema, nenda zako. Do good things, then you go. Unajua story ya Dismas? You know this story about Dismas. Ni story nzuri sana. It's a good story. Dismas, wakati Yesu alizaliwa, when Jesus was born, Herode alikuwa anamtafuta kumua. Herod was looking for him to kill him. Sisi sote tunajua hiyo story. We know this story. Wakakimbilia wapi? Misri. They fled to Misri. Egypt. Walipokuwa njiani, when they were in a journey, walikutana na majambazi. They crossed with the robbers. Walikutana na majambazi. They crossed with the robbers. Na baba yake ya Dismas, and the father of Dismas, alikuwa ndio captain wa wale robbers. Was the captain of the robbers. Dismas alikuwa bado mtoto mdogo kama miaka 12. Dismas was a small boy. Akaona mtoto Yesu iko pale. And he crossed Jesus. Akaanza kumbeba Yesu, anambeba Yesu. And Jesus was a baby, he started carrying him. Dismas akapenda Yesu. And Dismas loved Jesus. Babake kipindi wanaenda wana control wataiba nani, ule mtoto akaenda kwa babake akamwambia, tafadhali usiwanyang'anye hao vitu vyao, uachie vitu vyao. And when the robbers were searching around to see what they're gonna steal, then the baby said, don't steal. Usiibe hawa, uachie. Don't steal these people. Katoto kakajililia. And the baby keep crying. Hivyo kako pale kanafundishwa wizi na baba yake. And he was taught how to steal by his father. Akamwambia Yesu, and Jesus said, nimewatetea. And he said, look, I stand on your behalf. Nimewatetea. I stand on your behalf. Unikumbuke. And remember me. Unikumbuke. Remember me. Miaka ikaendelea. And they keep going. Miaka ikaendelea. They keep going. Yesu anafanya vya kwake, Dismas anafanya vya kwake. And Jesus focused on his business, and Dismas focused on his own as well. Wakakoma hote. And they grew up together. Wakafika msalabani. And they went to the cross together. Dismas akajua huyu ni Yesu. And Dismas knew this is Jesus. Lakini Yesu alikuwa busy na mambo yake, hakujua ni nani. Jesus was so busy with his business. Dismas akakumbuka tena. And Dismas remember. Nikumbuke utakapokuja katika ufalme wako. And he said, remember me as long as you go to your kingdom. Yesu akakumbuka hiyo neno. And Jesus remembered this way. Akasema, wewe ni Dismas. I say, are you Dismas? Mimi ni Dismas. I'm Dismas, sure. Kuanzia leo. From today. Tunaenda na wewe peponi. We're going to the air together. Tenda wema, nenda zako. Do goodness and go away. Biblia inatuambia hivi katika Zaburi. The Bible mentioned this in the Psalm. Hakika wema na fadhili zitatufuata popote tuendapo. You can interpret this in English. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Wema na fadhili zitatufuata popote tuendapo. Amen. Amen. Kama navyosema, unaweza soma sana. Yesu akakumbuka yale maneno. Jesus remembered it. Are you Dismas? Uko Dismas? Hakika siku ya leo. Or truly today. Tunaenda na wewe peponi. We go together to the heaven. Mwisho bado. There's no end yet. Mwisho bado. There's no end yet. Pia mwenzako mwisho bado. Mwisho bado. There's no end yet. Unajua kilichosumbua hawa watu wawili? These people, they struggled. Dismas na Gestas. Dismas and Gestas. Utofauti wao ulikuwa ni mtazamo. They had different vision. Mtazamo ni kitu kikubwa sana katika maisha yako. The vision is an important thing in your life. Gestas, mtazamo wake ulifika mwisho. His vision ended
on top. Akasema hapa acha tu nimtukane Yesu, tuishie hapo hapo. There's no way I have to insult Jesus. Lakini mtazamo wa Dismas, the vision of Dismas ulikuwa tofauti sana. Was different. Ulikuwa tofauti sana. So different. Akamwambia, he told, wewe, you, hauogopi hata Mungu? You're not afraid with God. Sisi tunastahili hukumu. We deserve trial. Lakini huyu jamaa, but him, hakutenda lolote. He never done anything wrong. Ambayo ni mbaya. Anything wrong. Kwa hiyo Yesu, and Jesus, unikumbuke. Remember me. Yesu akamwambia sio tu kukumbuka. Not only to remember you. Akamfanyia surprise. And he surprised him. Akamfanyia surprise. Surprise. Akamwambia kuanzia leo, from today, mimi na wewe, we two people, peponi. We go to air. Na sahi, from now, Dismas iko paradise. He's in a paradise. Yote ambaye anaenda na Yesu anaenda wapi? Paradise. Ni kweli? Whoever walk with Jesus go to the paradise. Iko paradise. He is in paradise. Halichukua zile dakika ndogo. He just took a few minutes kupenyeza mbingu and go through the heaven. Kwa hiyo usikate tamaa. Don't lose. Shikilia sana mtazamo wako. Just keep up holding your vision. Hata kama watu wanakujua, even people they know you, wewe ni mtenda mabaya, maybe your behavior is not good, usiogope watu kuongea. Don't be afraid about people. Shikilia mtazamo wako. Keep up following your vision. Kwa maana mwisho bado. There is no end yet. Yesu, Dismas alijua hapa mwisho bado. Dismas discovered there is no end yet. Kama sijakataliwa na Yesu, if Jesus still loving me, mwisho bado. There is no end yet. Story iliisha namna gani? How the story finished? Dismas aliingia mbinguni. Dismas went to heaven. Makofi kwa Yesu. Makofi kwa Yesu. Ambia mwenzako mwisho bado. Tell your friend there is no end yet. Mwisho bado. There is no end yet. Usikate tamaa. Don't lose your hope. Usikate tamaa. Don't lose your hope. Mwisho bado. There is no end yet. Na Mungu wetu. Piga makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sorry. Na nataka niombe neno. Mungu uliye hai, sifa na utukufu ni vya kwako. Jehova, tunalisifu jina lako. Tunasema asante Bwana kwa neno lako siku ya leo. Mwokozi, tunaomba utujalie Bwana tuwe na mwisho salama. Utupe roho ya kutokata tamaa, bali tuurisi ufalme wako. Bariki neno lako, bariki wote ambao wamesikiliza neno hii. Kwa jina lako Yesu Kristo ninaomba nikiamini, amena. Piga makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe.